kama ilivyo kawaida wa mwendelezo wa vikao vyetu vya kampeni kwa ajili ya kumnadi Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Hawa Mwaifunga na kwa kata ya Isevya, mimi Ramadhani Shabani Kapela, kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru sana uongozi wa chama na wanachama wote kwa ujumla, lakini na wananchi kwa kuonesha imani yenu kubwa kwangu. Sina cha kuwalipa, atawalipa Mwenyezi Mungu tajiri asiyofilisika. Nawashukuru sana. Lakini jambo la pili, kwa nini leo tumemleta Mama Samia Suluhu Hassan? Tumemleta Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu ni mama aliyojipambanua kwa kufanya kazi. Lakini tunamchagua Mama Samia kwa sababu amefanya kazi zinazoonekana. Kwa manispaa yetu ya Tabora, saizi tunapozungumza, kuna ujenzi wa soko la kisasa katika eneo letu la mjini, lakini tuna ujenzi wa stendi ya kisasa katika eneo la Tuli. Lakini tuna ujenzi mkubwa wa barabara zaidi ya kilomita 10.7 ambao na Isevya sisi ni wanufaika. Nadhani barabara mmeiona. Na kwa awamu ya pili tutakuwa na hii barabara ya kupandisha Karubania Road inakuja kukatisha mpaka hapa shule ya Mtendeni kwa awamu ya pili. Lakini kama hiyo haitoshi, tumeendelea kutengeneza madarasa katika sekondari ya Isevya, lakini sio tu madarasa na taaluma ya walimu pamoja na wanafunzi wetu. Mwanzo matokeo ya Isevya katika sekta ya elimu hayakuwa hivi yaliyopo sasa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wenye viti wenzangu wa mitaa, kwa sababu umoja wetu ndio unaofanya Isevya iwe imara. Nawashukuru sana wenye viti. Lakini katika shule yetu ya Bomba Mzinga tumejenga madarasa mawili, na kuna madarasa mawili pale kuna zaidi ya milioni 35 ambazo zinakwenda kumalizia. Lakini tumepata pale pesa za mnara ule pale, sasa hela zinaingia shuleni, na mwenyekiti ambao ni mwenyekiti wa wazazi, tunakushukuru sana kwa usimamizi mzuri na kwa maamuzi mlioamua kwamba ile shule sasa iwekewe uzio. Lakini kama hiyo haitoshi, shule yetu ya msingi Mtendeni ndio ilikuwa gumzo kubwa katika maeneo yetu kwamba ile shule imechakaa. Ni kweli ilikuwa imechakaa, lakini hivi tunavyozungumza ujenzi unaendelea. Nitumie nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wa Kilimbika kaka yangu Masudi Zegenuka kwa usimamizi mzuri. Endeleeni kuchapa kazi. Kwa hiyo Mama Samia, hiyo ni baadhi ya miradi tu michache ambayo tumeizungumza, anajieleza yeye mwenyewe ni nani. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba ndugu zangu wakazi wa Isevya, tarehe 29 tukatiki kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini mtu wa pili ni ndugu yetu na dada yetu Hawa Mwaifunga, ambao wakati sisi tuko madiwani, yeye alikuwa mbunge kupitia chama cha Chadema, lakini tumefanya naye kazi kwa muda wa miaka 10. Ni dada mpambanaji, dada anayejielewa, lakini dada jasiri. Kwa hiyo niwaombe watu wa Isevya tuhakikishe Hawa Subira Mwaifunga anapata kura nyingi za kutosha. Mwisho niombe kura mimi Ramadhani Shabani Kapela. Mimi ni kijana wenu, ni mtoto wenu, nimekulia hapa. Nimezaliwa Isevya, nimekulia Isevya. Kama na tabia mbaya nimewafuata nyinyi wazazi wangu. Kama na tabia nzuri nimewafuata nyinyi wazazi wangu. Mimi niseme tu, Ramadhani yule wa mwaka jana, wa mwaka huu na mwaka unaokuja ni yule yule. Sina mabadiliko. Jambo la kwanza, nitaendelea kutenda haki bila kumuonea mtu aibu. Kwa sababu taifa lolote ili linyenyuke lazima haki itamalaki. Japo kuna watu wachache huwa hawapendi haki itembee. Kwa hiyo mimi niwaahidi nitaendelea kutenda haki bila kumuonea mtu yoyote aibu. Katika mambo ambayo tunaendelea nayo kama kata ya Isevya, baada ya kuapishwa kuwa diwani wa kata ya Isevya, kuna mambo mawili au matatu Mheshimiwa Mwenyekiti naomba niyazungumzie. Jambo la kwanza nikiri wazi, zoezi la tasafu hasa kwa wazee wetu halikwenda vizuri. Tumejikuta kwenye tasafu watu wenye nguvu, wasichana au wavulana wenye uwezo wanapokea tasafu, na wale wazee ambao walikuwa wanatarajiwa kupokea tasafu hawapokei. Lakini la mwisho, tutaendelea
Tutaendelea kuwa Isevya yetu iwe ya ulinzi na amani na usalama. Nadhani nyinyi wenyewe mnajua hapa katikati palikuwa pana shida. Baadhi ya vijana wenzangu walikuwa wadokozi, baadhi ya vijana wenzangu walikuwa wanauza madawa ya kulevya, lakini tumeshirikiana na nyie, tumeyadhibiti haya mambo. Ilifikia kipindi huwezi hata kuweka balbu nje, inaibiwa. Ukisahau jiko linaibiwa. Hatuwezi tukaishi katika maisha hayo. Ndio maana nikasema nitaendelea kutenda haki, kwa sababu haki inaumiza. Kwa hiyo wazee wangu, niwahakikishie kwamba mimi kijana wenu niko salama. Lakini la mwisho kabisa, kwa sababu muda umekwenda, baada ya kuapishwa kuwa diwani wa kata Isevya, tutataka tuanzishe zoezi moja la kuhakikisha Isevya hii yote inapimwa na watu wanapewa hati.